Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza na kusalimu katika jina la Bwana, na napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Ndugu msikilizaji, tunaendelea na maombi yetu ya malaika. Lakini pia nikukumbushe, bado tupo kwenye mwezi wa 3 na ni mwezi wa kuruhusu malaika wa Mungu watuhudumie kwenye kila eneo la maisha yetu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mahali popote ulipo na mahali popote unapoisikia sauti hii, tegemea sana kuona malaika wa Mungu wakikuhudumia. Tegemea sana kuona malaika wa Mungu wakija kwenye maisha yako, wakikusaidia kwenye kila eneo la maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu malaika watakutoa kwenye maangamizi yoyote uliopo. Malaika watakuonyesha njia ya kuielekea. Malaika watakufungua kwenye kila kifungo ambacho umefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kabla sijaendelea mbele, ninaomba tuchukue nafasi hii tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Na asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya muda wetu mwingine tena wa maombi. Tunakutukuza wewe kwa sababu ni Mungu wetu ambaye umejaa neema, umejaa rehema, umejaa na baraka tele. Mungu, tunakushukuru. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha tena kwenye kipindi chetu hiki cha saa ya maombi. Ninakukaribisha tena Roho Mtakatifu, na ninakuomba Roho Mtakatifu ukatumie kinywa changu kuzungumza na watoto wako wote wanaosikiliza sauti hii na kipindi hiki. Roho Mtakatifu, ninaomba ukatumie kinywa changu, nisiseme maneno yangu, nisizungumze matakwa yangu, bali Roho Mtakatifu ukazungumze na watoto wako. Mimi nikatumike kama chombo. Sema nao Roho Mtakatifu. Sema na maisha yetu Roho Mtakatifu. Sema na maswali ya maisha yetu Roho Mtakatifu. Sema na haja ya mioyo yetu Roho Mtakatifu. Jibu maswali yetu Roho Mtakatifu. Tufungue kutoka kwenye vifungo vya nguvu za giza Roho Mtakatifu. Tuweke karibu na uwepo wako Roho Mtakatifu. Ukatuinue Roho Mtakatifu. Ukatusaidie tukaweze kusimamia mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, nikukaribishe tena kwenye haya maombi yetu ya siku ya leo. Lakini leo, mtu wa Mungu, tunasimama na kichwa cha somo kinachosema omba na ruhusu malaika walikuze jina lako, jina la biashara yako, jina la kazi yako na jina la huduma yako, ili uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nirudie kichwa cha habari. Wewe unayeandika, andika: omba na ruhusu malaika walikuze jina lako, jina la biashara yako, jina la kazi yako na jina la huduma yako, ili uwe baraka. Kwa hiyo mtu wa Mungu unaisikia sauti hii leo, tegemea sana kuona malaika wa Mungu wakilikuza jina lako binafsi. Tegemea sana kuona malaika wa Mungu wanakuza biashara yako kama wewe ni mfanya biashara. Lakini pia tegemea sana kuona malaika wakikuza jina la kazi yako kama wewe ni mfanya kazi. Lakini pia kama wewe ni mhudumu au mtumishi wa Mungu una huduma, tegemea sana kuona malaika wa Mungu wakilikuza jina la huduma yako. Kwa nini wanalikuza? Ili uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uwe baraka. Kwa hiyo mwisho wa siku, wewe mtu wa Mungu utakuwa baraka. Wewe mtu wa Mungu utafanyika baraka. Jina lako litakapotajwa mahali popote litakuwa baraka. Jina lako litakapotajwa mahali popote litakuwa baraka katikati ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla sijaendelea mbele na somo la leo, ninaomba nikukumbushe mwezi huu wetu wa 3 ni mwezi wa kuruhusu malaika watuhudumie kwenye kila eneo. Lakini ndani ya mwezi huu tumekuwa tunasimama na mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi ya 91, mstari wa 11 na wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mpendwa msikilizaji, ndani ya mwezi huu
utaona Mungu akikuagizia wewe malaika zake, na malaika wa Mungu wakija kwenye maisha yako watakulinda njia zako zote. Njia zako za uchumi zitalindwa na malaika wa Mungu. Njia zako za ndoa zitalindwa na malaika wa Mungu. Njia zako za shule, njia zako za kazi, njia zako zote zitalindwa na malaika wa Mungu. Na malaika hawa wakija kwenye maisha yako, mtu wa Mungu, malaika hawa wakija kwenye nyumba yako, mtu wa Mungu, malaika hawa wakija kwenye mji wako, mtu wa Mungu, kitu cha kwanza watakachokifanya, au kitu kikubwa watakachokifanya, mikononi mwao malaika watakuchukua, ili usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kujikwaa maana yake ni kuanguka. Kujikwaa maana yake ni kupotea. Kujikwaa maana yake ni kupoteza focus. Kwa maana yake ni kukosa mafanikio. Kwa hiyo mtu wa Mungu, malaika wataangalia hatua zako, watahakikisha haujikwai kwenye jiwe, hautatumbukia kwenye mashimo, hautapotea njiani, hautanaswa na mitego ya uharibifu kwenye njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tumekuwa tunatembea na huu mstari mwingine, unatoka kwenye Zaburi ya 34 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tegemea sana kuona malaika wa Mungu wakifanya kituo kwenye makazi yako, malaika wa Mungu wakifanya kituo kwenye nyumba yako, malaika wa Mungu wakifanya kituo kwenye maisha yako. Kwa nini wanafanya kituo mahali hapo? Wanakuzungukia wewe, mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Unamcha Bwana. Kwa sababu gani? Umeamua kumtafuta Bwana. Kwa sababu umeamua kufanya bidii kumuomba Mungu kwa habari ya maisha yako, na kwa sababu hiyo watakuzungukia, watahakikisha uko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara zote tangu tunaanza mwezi huu tukiwa tunazungumzia habari za malaika, nimekuelezea ya kwamba malaika ni viumbe ambao Mungu anawatumia waje kwenye maisha yetu. Na nikasema, mtu wa Mungu, utawaona viumbe hawa kwenye ndoto zako, utawaona kwenye maisha yako, lakini pia utawaona kwenye mazingira yako. Mambo ambayo yalikuwa magumu kabisa yatakuwa mepesi. Mambo ambayo ulikuwa unatumia nguvu nyingi, utaona unatumia nguvu chache. Unashangaa nini kimebadilika? Akijabadilika chochote, malaika wamekuja wanasaidizana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi kwenye somo letu la siku ya leo. Siku ya leo nimekuambia, omba na ruhusu malaika walikuze jina lako. Jina lako binafsi, mtu wa Mungu, jina la biashara yako, jina la kazi yako, na jina la huduma yako, ili uwe baraka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tutaenda kuomba mbele za Mungu, majina yetu yote yatakuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nisomee dada Krista Hesabu 23 mstari wa 23. Hesabu 23 mstari wa 23. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israel. Sasa habari za Yakobo na Israel zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Amen. Naomba nisomee tena dada Krista. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israel. Sasa habari za Yakobo na Israel zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema hivi kutoka kwenye Hesabu 23:23. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Nimekwambia mtu wa Mungu, leo tunaenda kuomba na kuruhusu malaika wakuze majina yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukisoma hapa anasema hivi, sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Ukiona hizi habari za Yakobo na Israeli zinasemwa, maana yake jina la Yakobo na Israeli limekuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lao linasikika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lao kila mtu akilisikia linasikika. Kwa sababu gani? Hapana uganga tena, wala hapana uchawi
Klipu iliyopita mtu wa Mungu tuliomba na kuruhusu malaika watutoe kwenye mambo ya kichawi na kwenye mambo ya kiganga na kwenye mambo ya nguvu za giza ambazo zinafuatilia maisha yetu. Na unaona uchawi na uganga ukiondoka kwenye maisha ya mtu, kitu kinachofuatia ni jina lake kusikika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni jina lake kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaona neno la Mungu linasema kwenye hii Hesabu 23:23, hapana uganga tena wala hapana uchawi kwa Yakobo na Israeli. Kwa sababu uganga na uchawi umeondoka, sasa habari za Yakobo na Israeli zinaanza kusemwa. Na sisi watu wa Mungu tumetoka kukemea na kuvunja na kuruhusu malaika watuondoe kwenye uchawi na kwenye uganga. Kama mtu ulilogwa, tumeondoa ule uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uliendea kwa waganga, tumebomoa vile vitu ambavyo watu walikufanyiwa kwa waganga. Kwa hiyo kinachotakiwa kifate kwako ni wewe kusikika. Amen. Kinachotakiwa kifate kwako ni jina lako kusemwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo mtu wa Mungu, tutaruhusu malaika wa Mungu walikuze jina letu. Mtu wa Mungu, jina lako ni kitu cha muhimu sana. Jina lako ni kitu cha thamani sana. Kwa hiyo tutaenda kuomba majina yetu mbele za Bwana. Tutaruhusu malaika wayakuze. Majina yetu yakasikike kwenye familia zetu. Amen. Majina yetu yakasikike kwenye jamii zetu. Amen. Majina yetu yakasikike kwenye miji yetu. Kwa sababu kile kikwazo, vile vikwazo vya kiganga na uchawi vimeondolewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana unaona mtu yeyote anayekuendea kwa waganga wa kienyeji au mtu yeyote anayekuroga, wanauliza anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jina lako ni la muhimu. Na tulianza kusema akati mwezi huu wa malaika, tuliona hata malaika alipoenda kwa Mariamu kumtokea, alimwambia utazaa mtoto, jina lake ataitwa fulani. Jina lina umuhimu sana kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Jina lina umuhimu sana kuendana na baraka zako, na jina lina umuhimu sana kukudidimiza kwenye maisha yako. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 12 mstari wa 2. Mwanzo 12 mstari wa 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hili andiko, neno la Mungu linasema hivi: nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nimekuambia mtu wa Mungu, leo tutaruhusu malaika walikuze jina letu, wakuze majina ya biashara yetu, wakuze majina ya kazi zetu, wakuze majina ya kampuni zetu, wakuze majina ya huduma zetu ili tuwe baraka. Na unaona neno la Mungu linasema vile vile, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Kwa nini Mungu anakufanya uwe taifa kubwa na kukubariki? Kwa sababu uchawi umeondoka. Amen. Kwa sababu uganga umeondoka. Kwa sababu nguvu za giza zimeondoka. Nguvu za giza, mtu wa Mungu, tunazungumzia mashetani, tunazungumzia majini, tunazungumzia mizimu. Kuna watu wamedidimizwa na mizimu kwenye familia yao, wamedidimizwa na mizimu kwenye ukoo wao, wamedidimizwa na nguvu za giza, wamewekwa kuwa giza kwenye maisha yao. Kwa sababu umeweka kuwa giza, uwezi kuona mafanikio kwenye maisha yako, uwezi kuona baraka kwenye maisha yako, uwezi kuona matokeo mazuri kwenye maisha ya familia yako. Kwa sababu gani? Nguvu za giza, uchawi na uganga umefunika jina lako. Kwa hiyo Mungu anapokuokoa, mtu wa Mungu, Mungu anapokufungua, Mungu anapoupiga uchawi na uganga kwenye maisha yako, anakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakubariki. Akisha kubariki, anasema na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, yeyote anayeisikia sauti hii, tegemea sana kuona jina lako linakuzwa kwa jina la Amen. Yesu.
Tegemea sana kuona jina lako linainuliwa kwa jina la Yesu. Amen. Tegemea sana kuona jina lako linasikika kwa jina la Yesu. Amen. Na ninatamka jina lako likasikike kwenye nafasi nzuri. Amen. Jina lako likasikike kwenye vikao vya wakuu. Amen. Jina lako likatajwe kwenye njia kuu. Amen. Jina lako likasikike kwenye miji. Amen. Jina lako likasikike kwa watu wema kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo Mungu atatubariki. Kazi zetu zitabarikiwa, biashara zetu zitabarikiwa, majina yetu yatabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba nisomee Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 9. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 9. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, mtu wa Mungu, nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda na kulikatilia mbali adui zako wote mbele yako. Nimekwambia ndani ya mwezi huu ni mwezi wa kuruhusu malaika watuhudumie kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikasema tulisimamia mistari mikuu miwili. Zaburi ya 91 mstari wa 11 na mstari wa 12. Anasema nitakuagizia malaika zangu wakulinde katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hapa anasema hivi, nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona kila ulikokwenda Mungu yuko pamoja nawe. Unaona kila ulipokwenda Mungu anakuagizia malaika zake waende pamoja na wewe. Ukisoma kwenye Zaburi ya 34 mstari wa 7 anasema na yeye Mungu atakuagizia malaika zake watafanya kituo kwenye nyumba yako. Watafanya makazi kwenye nyumba yako. Watahakikisha wanakulinda na kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Ndio tunarudi kwenye hili andiko letu la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema nami nimekuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amekuwaje pamoja nawe? Na malaika zake amekuagizia. Anahakikisha mguu wako haujikwai. Anahakikisha haupotei njiani. Anahakikisha hauzimii njiani. Anahakikisha nguvu za giza hazikubebi. Anasema hivi, na kukatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Kwa hiyo leo mtu wa Mungu, tutaruhusu malaika wa Mungu waje watusaidie, watuonyeshe ni namna gani majina yetu yanaweza kuwa makuu mahali tulipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu yeyote, mtu wa Mungu mwenye mafanikio, unasikia jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu, mtu wa Mungu unayenisikiliza, hujawahi kuwaona lakini majina yao umewahi kuyasikia. Kuna watu ni wakuu, hujawahi kukutana nao lakini majina yao yamefika mpaka kwenye chumba chako. Ndio maana Mungu anasema nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, Mungu anao uwezo wa kukufanya wewe kuwa mkuu. Amen. Mungu anao uwezo wa kulikuza jina lako. Kwa hiyo jina lako kama lilifungwa, leo tutaomba na kulifungua. Amen. Jina lako kama lilitumbukizwa mahali, leo tutaenda huko mahali tutalitoa na kuliweka panapo juu. Amen. Jina lako litasikika kwenye malango. Amen. Jina lako litasikika kwenye mji. Amen. Na jina lako litafanana kama wakuu walioko duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu wa Mungu unatokea kwenye familia isiyojulikana, usiogope. Wewe utajulikana. Amen. Utafanya familia yako ijulikane. Amen. Utafanya ukoo wako ujulikane. Amen. Wewe utatambulisha surname ya familia yako. Amen. Watajua kwa sababu yako. Kwa nini? Iko baraka hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomee Mwanzo 17 mstari wa 5. Mwanzo 17 mstari wa 5. Wala jina lako hutaitwa tena Abramu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Mwanzo 17 mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi, wala jina lako hutaitwa tena Abramu,
lakini jina lako litakuwa Ibrahimu. Mtu wa Mungu, nimekwambia leo tutaruhusu malaika walikuze jina letu, likuzwe jina lako ili uwe baraka. Unaona, Mungu anazungumza na Abrahamu mwanzo. Mungu anataka kulikuza jina la Abrahamu ili awe baraka. Kwa hiyo anamwambia kwenye jina lake, Bwana Yesu asifiwe, hutaitwa Abraham tena, lakini jina lako litaitwa Ibrahimu. Kwenye hili andiko unaona Mungu anadili na jina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kumtukuza Ibrahimu. Mungu anataka kumkuza huyu mtu. Anapoenda kumkuza, anapoenda kumfanya awe baraka, Mungu anaanza na jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu unaona aanzi popote, anamuuliza jina lako nani? Anataka kujua anaitwa nani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu, mwezi wa kuruhusu malaika wa Mungu watuhudumie kwenye kila eneo, Mungu anazungumza na wewe kwa habari ya jina lako. Mungu anazungumza na wewe kwa habari ya kukukuza. Mungu anazungumza na wewe kwa habari ya kukufanya uwe baraka. Anakuuliza unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo alikuwa anaitwa Abrahamu, lakini baadaye Mungu anamwambia utaitwa Ibrahimu. Ili awe nani? Ili awe baba wa nini? Wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Tena anasema mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jina lako ni kiungo muhimu sana cha wewe kupata baraka. Jina lako ni kitu cha msingi sana cha wewe kupata baraka. Kama ukuwahi kuombea majina yako, leo utaandika majina yako yote matatu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaeka mikono kwenye majina yako. Utaeka mikono kwenye jina lako. Watu wengine wakisikia jina lako tu hawataki kuambatana na wewe. Watu wengine wakisikia jina lako tu hawataki kujumuika na wewe. Watu wengine wakisikia jina lako, wameona CV unaitwa fulani, wanaiweka pembeni. Kwa nini? Jina lako sio baraka. Jina lako aliwahamasishi. Jina lako linagiza. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe andiko la Mungu moja, utanielewa mtu wa Mungu. Naomba nisomee Ufunuo 3 mstari wa kwanza. Ufunuo 3 mstari wa kwanza. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Malaika huyu ameambiwa aandike ujumbe huu. Ujumbe unasemaje? Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Sasa mtu wa Mungu, kama neno la Mungu linasema ya kwamba una jina la kuwa hai, nawe umekufa, nataka hili andiko tulisome kwa namna nyingine tena. Tusome kwa namna hii ya kwamba na yajua matendo yako, ya kwamba una jina lililokufa, nawe upo hai. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, wapo watu leo wako hai, lakini majina yao yamekufa. Majina yao yamezikwa. Majina yao hayatambuliki. Kama malaika anapeleka ujumbe huu kwa kanisa, kama malaika anapeleka ujumbe huu kwa watu, ya kwamba majina yao yako hai, nao wamekufa, na malaika huyu leo analeta ujumbe huu kwenye nyumba yako, ya kwamba nataka tuombe na kuruhusu malaika watusaidie wayakuze majina yetu. Kwa nini wayakuze majina yetu? Kwa sababu wanakuona uko hai, lakini jina lako, mtu wa Mungu, jina lako limekufa. Jina lako linakataliwa kwenye malango. Jina lako linakataliwa kwenye uongozi. Jina lako linakataliwa kwenye biashara. Wengine wanasema ikisikika jina hili tu kwenye hii biashara, toka, afilisike. Bwana Yesu asifiwe. Majina yenu yamekataliwa, yamepelekwa kwenye vichuguu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu sasa hivi majina yao yamekataliwa kwenye ardhi. Kila wanavyofanya wafaulu,
kila wanavyofanya waenee, majina yao yamekataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana leo tutaenda kuomba, mtu wa Mungu, tutaenda kuruhusu malaika wa Mungu aje afufue majina yetu, aje ayaamshe majina yetu yaliyo kwenye hali ya kufa na kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu. Naomba nisomee Matendo 9 mstari wa 4. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 4. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kama unasoma Biblia utakuwa unajua kwa habari ya Sauli. Sauli alikuwa ni muuaji. Sauli alikuwa akitesa watu wa Mungu. Kwa hiyo neno lake, jina lake Sauli lilipokuwa likisikika tu, anasikika ya kwamba yeye ni muuaji. Kwa hiyo Mungu, Bwana Yesu anamtokea Sauli kwenye njia yake. Anapomtokea Sauli analiita jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Kwa hiyo mtu wa Mungu, wapo watu leo majina yao yakisikika kwenye ulimwengu wa roho tu yanaleta mauzi. Watu wanakasirika, hujawafanya chochote jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauli jina lake liliposikika tu mbele za Bwana, Mungu anashikwa na hasira. Mungu anashikwa na hasira. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuna watu leo majina yao yakisikika kwa HR tu, hasira zinapanda. Kuna majina yao yakisikika kwenye kupandishwa cheo tu, hasira zinapanda. Roho ya kukataliwa imekaa kwenye jina lako. Kwa hiyo leo, mtu wa Mungu, tutaomba. Kuna watu majina ya kampuni zao, majina ya kazi zao, majina ya biashara yao yamekataliwa kwenye miji waliopo, yamekataliwa kwenye mitaa yaliyopo, wateja hawaingii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomee Mwanzo 32 mstari wa 24 mpaka wa 28. Mwanzo 32 mstari wa 24 mpaka wa 28. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa amshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Ukisoma hili andiko, mtu wa Mungu, la Mwanzo 32 24 mpaka 28, au kama ni msomaji mzuri wa Biblia utakuwa unaijua hii habari. Yakobo alikuwa mahali amelala, malaika wa Bwana akawa ameenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika alipoenda, Yakobo akafanikiwa kushindana naye. Neno la Mungu linasema akashindana naye usiku kucha. Na yule malaika alipoona panapambazuka, akawa anamwambia Yakobo, niachie. Na akajaribu hata kumtegua kwenye upaja wake, lakini Yakobo akakazana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, na sisi ndani ya mwezi huu tunakazana na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba wasiondoke malaika, wasikae kimya hadi wametubariki. Neno la Mungu linaonyesha, tukisoma kwenye mstari wa 26, dada Krista nisomee. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika anamwambia Yakobo, niache niende. Mtu wa Mungu, ukiona malaika kwenye nyumba yako, kazana hadi wakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 27, neno la Mungu linasema hivi, akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Nimekwambia leo tutaomba, mtu wa Mungu. Leo tutaruhusu malaika walitukuze jina letu. Unaona, malaika anapomuuliza Yakobo, baada ya Yakobo kumwambia nibariki, anamuuliza jina. Kwa hiyo jina lako, mtu wa Mungu, limebeba baraka kama ukilifanyia kazi. Jina lako, mtu wa Mungu, limebeba mafanikio yako kama utaweka utaratibu na kawaida wa kuliombea. Kama jina lako lilishawahi kupelekwa kwa waganga wa kienyeji, leo kataa zile laana. Kama jina lako lilipewa na watu ambao uelewi, lifuatilie, lipeleke mbele za Mungu. Leo tutaomba hapa, tutanyunyiza damu ya Yesu kwenye majina. Kama
kuna kifungo chochote kiondoke, kama vile malaika alivyofanya kwa Yakobo. Neno la Mungu linasema malaika akamuuliza, jina lako nani? Yakobo akamjibu Yakobo. Malaika akamjibu kwenye mstari wa 28 akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda. Ukiangalia maana la jina la Yakobo mwanzoni, alikuwa anaitwa mwizi, tapeli. Kwa hiyo malaika aligundua Yakobo hawezi kufanikiwa kwenye jina hili, hawezi kufanikiwa akiwa hapa. Kwa hiyo akamuuliza, unaitwa nani? Mafanikio ya Yakobo yalikuja kwenye jina. Mtu wa Mungu, jina lako ni mlango wa mafanikio. Nasi leo tutang'ang'ana na malaika walitukuze jina letu. Amen. Watubariki jina letu. Amen. Nimekwambia tutaomba kwa habari ya majina yetu binafsi, tutaomba kwa majina ya kampuni zetu, tutayaombea majina ya biashara zetu, tutayaombea majina ya huduma yetu ili yawe baraka. Neno la Mungu linasema malaika akamwambia, hautaitwa tena Yakobo. Maana yake hautaitwa tena mwizi, hautaitwa tena tapeli, hautaitwa tena muongo, hautaitwa tena muuni, bali utaitwa Israeli. Maana yake nini? Aliyeshindana na akashinda. Kwa hiyo unamuona huyu mtu hawezi akaenda mahali asishinde. Kwa sababu gani? Kushinda kupo kwenye jina lake. Amen. Sijui wewe unaitwa nani, mtu wa Mungu. Sijui jina lako limetamkiwa baraka na nani, mtu wa Mungu. Lakini leo tutaruhusu malaika wa Mungu wakae kwenye majina yetu. Amen. Malaika atasema na wewe, badili jina la biashara yako, au tamka maneno ya baraka kwenye jina lako. Tamka maneno ya baraka kwenye jina la kampuni yako. Tamka maneno ya baraka kwenye jina la kazi yako. Tamka maneno ya baraka kwenye genge ulilonalo. Amen. Tamka maneno ya baraka kwenye hilo jina lako, kwenye mtaa uliopo. Na Mungu ataenda kutubariki sana, nasi tutakuwa baraka kwenye nini? Kwenye jina. Amen. Ngoja tumalizie huu mstari ili tukaombe. Nisomee Wafilipi 2:9. Wafilipi 2:9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo baada ya kuomba, kama vile Mungu alivyomwadhimisha Yesu akamkirimia jina, mtu wa Mungu, jina. Jina lako wewe ni mafanikio yako. Jina lako wewe ni kibali chako. Jina lako wewe, mtu wa Mungu, ndio mafanikio yako. Kuna mahali auendi wewe, kwanza linatangulia jina. Amen. Watu wakisoma CV hawaangalii picha yako, mtu wa Mungu, wanaangalia jina. Watu wakitaka kukuchukua kwenye uongozi hawakuangalii sura, jina lako kwanza. Unaitwa nani? Biashara yako inaitwa nani? Kampuni yako inaitwa nani? Huduma yako inaitwa nani? Alafu imenenewa nini? Jina, mtu wa Mungu. Hebu nyosha mkono wako, sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya mapenzi yako. Ninakutukuza kwa sababu wewe ni mwema. Usiku wa leo ninanyanyua jina langu mbele zako. Ninanyanyua jina la kampuni yangu mbele za uso wako. Ninanyanyua jina la biashara yangu mbele zako. Ninanyanyua jina la kampuni yangu, jina la taasisi yangu, jina la huduma yangu mbele zako. Ninanyanyua jina la familia yangu, jina la ukoo wangu, jina la kabila langu mbele zako. Bwana Yesu, ninaomba toba kwenye jina langu. Ninaomba toba kwenye jina langu. Neno lako linasema wote uliowabariki uliwajua majina yao. Wote uliowainua uliwajua majina yao. Ulimjua Musa kwa jina lake. Ulimjua Ibrahimu kwa jina lake. Ulimjua Jacob kwa jina lake. Hata Yesu ulimjua kwa jina lake. Nami leo hii ninakuja mbele zako, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina langu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina langu. Ninaomba toba na rehema kwenye jina langu. Chochote kilichopo kwenye jina langu ambacho ni laana, ambacho ni zuio, ambacho akifai kwenye jina langu, ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba damu yako ya
thamani itakase jina langu lipate kibali mbele zako, jina langu lipate kibali kwenye masikio yako. Yeyote Baba atakayelisikia jina langu anipende kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, nyunyiza damu ya Yesu kwenye jina lako Baba, katika jina la Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina langu. Ninatamka Bwana, jina langu likapate kibali mbele zako. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina langu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la biashara yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la kazi yangu. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya kila maneno yaliyotamkwa kwenye jina langu. Naomba toba na rehema kwa ajili ya kila laana zilizotamkwa kwenye jina langu. Kila maana ambayo jina langu imebeba, ninanyunyiza damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu. Ninalitakasa jina langu kwa damu ya Yesu. Ninalitakasa jina langu kwa damu ya Yesu. Ninalitakasa jina langu kwa damu ya Yesu. Ninapitisha damu yenye uwezo, damu ya mwana kondoo ikatakase jina langu, ikatakase jina langu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la ukoo wangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina langu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la kazi yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la kampuni yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la mtaa wangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la biashara yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu, damu ile bichi na iende, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la baba yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la mama yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la ukoo wa mama yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina la ukoo wa baba yangu. Ninayakomboa kwa damu ya Yesu. Ninayakomboa kwa damu ya Yesu. Kila laana, kila harufu mbaya iliyokaa kwenye majina, ninaziondoa kwa damu ya Yesu. Ninaziondoa kwa damu ya Yesu. Kila laana zilizotamkwa kwenye jina langu nililopewa nikiwa mtoto, ninatamka hizo laana zinaondoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila jina lililovikwa kwenye ulimwengu wa roho ambalo sio langu, na kila anayeliona analisikia hilo jina kwanza, ninatamka, ninalikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina langu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye jina langu. Andika majina yako, mtu wa Mungu, kwenye karatasi yako. Andika jina lako la kwanza, andika jina lako la katikati, andika jina la ukoo wako, andika jina la wazazi wako. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Neno lako linasema, ukamwambia Sauli, mbona waniuzi? Neno lako linasema, ukamwambia Yakobo, hautaitwa tena Yakobo, bali utaitwa Israeli. Katika jina la Yesu, usiku wa leo, nanyanyua jina langu, nanyanyua jina langu, jina la ukoo wangu, jina la watoto wangu, jina la wazazi wangu, jina la mume wangu, jina la mke wangu, jina la mama yangu, jina la baba yangu, jina la ukoo wetu. Ninalileta mbele zako, ninaliombea toba, ninaliombea rehema. Bwana Yesu, samehe jina langu, samehe mauti iliyokaa kwenye jina langu. Neno lako linasema, ukasema kwenye Ufunuo, una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Bwana Yesu, ninakataa uasilia wa jina langu lililobeba mauti. Bwana Yesu, watu wengine tuna jina ambalo limekufa, lakini sisi tupo hai. Bwana Yesu, kama ambavyo nipo hai, ninatamka uhai kwenye jina langu, kwa jina
la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, usiku wa leo, ninaomba jina langu liwe hai kwa damu ya Yesu. Ninaomba jina la ukoo wangu liwe hai kwa damu ya Yesu. Ninaomba jina la kampuni yangu, jina la taasisi yangu, jina la biashara yangu, jina la kazi yangu, jina langu binafsi, jina la huduma yangu liwe hai kwa jina la Yesu, liwe hai kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Mungu, ombea Baba, ninakuja mbele zako, ninatamka kuanzia leo jina langu liwe hai kwa jina la Yesu. Jina langu liwe hai, ninaomba jina langu liwe hai kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatamka uhai kwenye majina yangu. Randa kababa, tamka jina lako mtu wa Mungu, tamka jina lako, jina langu Meleki, jina la Kristo, jina la Yesu, jina la kaka yangu Mugisha, jina la Erasto, jina la mume wangu, katika jina la Yesu, jina la familia yangu, jina la ndugu zangu, jina langu liwe hai. Randa kababa, tamka majina yako mtu wa Mungu, tamka jina lako mtu wa Mungu, andika jina lako, andika jina lako, tuandikie jina lako, tamka liko hai kwa damu ya Yesu. Majina yetu yako hai, majina yetu hayajafa tena, majina yetu sio mauti tena. Randa kababa, kwenye jina langu ninaiondoa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, liko hai, liko hai, liko hai, na kila litakaposikiwa litapata kibali, na kila litakapotajwa litapata kibali, maana jina langu liko hai kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho ya kukatalia iliyokaa juu ya jina langu ninaiondoa kwa jina la Yesu, ninaiondoa kwa damu ya Yesu. Kila majina niliyoitwa ya kukataliwa ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninatamka jina langu liko hai, ninatamka jina la mtaa wangu liko hai, ninatamka jina la biashara yangu iko hai, iko hai kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Twende kwenye ombi la pili. Omba malaika walikuze jina lako, jina la kazi yako na jina la biashara yako. Sema, Bwana Yesu, ninaomba malaika zako walikuze jina langu. Ninaomba malaika zako walikuze jina langu, kama neno lako linavyosema. Ukamwambia Sarai, hautaitwa tena hivyo, hautaitwa tena hivyo, bali utaitwa Sara. Ukamwambia Yakobo, hautaitwa Yakobo, hautaitwa tena Yakobo, bali utaitwa Israeli. Usiku wa leo ninaomba malaika zako wabadilishe jina langu kwenye ulimwengu wa roho, wabadilishe jina langu kwenye ulimwengu wa mwili. Ninaomba kwa damu ya Yesu, malaika zako walikuze jina langu, walikuze jina la biashara yangu, walikuze jina la kazi yangu, walikuze jina la kipawa changu, walikuze jina la huduma yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, rakamanda kabare, omba malaika wakuze jina lako, omba malaika wakuze jina la familia yako, omba mtu wa Mungu, ninaruhusu malaika walikuze jina langu, ninaruhusu malaika wanipe jina jipya, ninaruhusu malaika walikuze jina la biashara yangu, ninaruhusu malaika walikuze jina la huduma yetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaruhusu malaika wanipe jina jipya, wanipe jina jipya ambalo litakuwa baraka, kama vile ulivyofanya kwa Abrahamu, ukasema ili yawe baba wa mataifa, aitwe Ibrahimu. Nami Bwana, ninaruhusu malaika zako wapite kwenye jina langu, wapite kwenye jina langu, walibadilishe sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na baraka zako ulizonipangia kwenye maisha yangu. Ninaruhusu malaika zako wabadilishe jina la kampuni yangu, ninaruhusu malaika
langu. zako Badili wabadili jina langu. jina langu Kuza jina langu. kutoka Kuza jina la kwenye huduma yetu. aliyekataliwa Kuza saa ya kuja maombi. kwa Kuza anayekubaliwa, jina letu. kutoka Kuza jina la kwa huduma. Kuza sifa jina langu. kuja Kuza kwa jina anayefaa. langu, Baba. Ninaruhusu Randa baba. malaika Randa baba. wapite Badili kwenye jina baba langu, yangu. wabadili Wasakaramani. kutoka Badili asili kwenye yangu. uchache Rekomanda kuja kuwa kabada. mwenye Rakamanda wingi, kabada. mwenye vingi. Rakamanda Ninaruhusu Randa kabada. malaika Randa wapite kababa baba. kwenye jina langu, Zakaramanda. Omba mtu wa wabadilishe Mungu, omba. wabadilishe Omba mtu wa Mungu. kutoka Omba mtu wa kwa Mungu. asiye na Omba kibali mtu wa Mungu. kuja kwa Omba mwenye mtu wa kibali. Mungu. Ninaruhusu Randa baba baba. malaika Randa baba wapite baba. kwenye jina Randa langu baba baba. kutoka Randa kwa asiye na baba baba bahati, baba. awaniite Randa baba mwenye baba. bahati, Zakara waniite baba baba. mwenye kupendwa, Rakamanda baba. waniite Randa mwenye baba. baraka, Ombea jina lako. waniite Ombea jina lako. mbarikiwa, Zakara waniite baba baba. mbarikiwa, Raba baba baba. waniite Raka baba mwenye baba. baraka, Zakara waniite katika jina la niliyependwa Yesu Kristo. katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu kwa ajili ya uaminifu usiku wako. wa leo. Usiku wa leo Ninaomba malaika zako wafufue jina langu. Ninaomba malaika zako wafufue jina la biashara yangu, jina la kazi yangu, jina la huduma yangu, jina la maisha yangu. Kwa jina la Yesu ninaomba mahali popote ambapo jina langu lilizikwa usiku wa leo, ninaomba jina langu lifufuliwe kwenye ofisi yangu, lifufuliwe kwenye kazi yangu, lifufuliwe kwenye nchi yangu, lifufuliwe kwenye ardhi yangu, mahali popote ambapo jina langu lilimezwa, mahali popote ambapo jina langu lilisaulika usiku wa leo, ninaomba malaika zako walifufue kwa upya jina langu likapige kelele, jina langu likasikika, jina langu likakumbukwa mahali popote ambapo jina langu linapaswa kukumbukwa. Ninaomba malaika zako warudishe kumbukumbu la jina langu katika jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu, Baba, katika jina la Yesu ninaomba malaika waweke kumbukumbu kwenye jina langu, waweke kumbukumbu kwenye jina langu, mahali popote jina langu litakapotajwa nikakumbukwe, nikapate kibali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jina langu litakapotajwa, kumbukumbu nzuri ikasikike, kumbukumbu nzuri irudi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jina la biashara yangu likakumbukwe, na wateja wakakumbukwe, jina langu likakumbukwe, jina langu likakumbukwe, jina la huduma yangu likakumbukwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jina langu Kristo likakumbukwe, likatajwe na wema, likakumbukwe na wakuu, likakumbukwe na wakuu, likakumbukwe na wema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaruhusu malaika wapite wafufue jina langu, wafufue jina langu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mahali jina langu lilipozikwa ninalifufua kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila mahali jina langu litakaposikika nikakumbukwe, nikakumbukwe, nikakumbukwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Biashara yangu ikakumbukwe, kampuni yangu ikakumbukwe, mtaa wangu ukakumbukwe, kazi yangu ikakumbukwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Ninaruhusu malaika zako walikuze jina langu ili liwe baraka. Ninaruhusu jina langu kuwa baraka. Jina langu binafsi ninatamka liwe baraka. Jina la kampuni
kampuni yangu ninatamka liwe baraka. Jina la kazi yangu ninatamka liwe baraka. Jina la mume wangu, jina la mke wangu, jina la watoto wangu ninatamka liwe baraka. Jina la biashara yangu, jina la genge langu, jina la huduma yangu, jina la ukoo wangu, jina la familia yangu, jina la familia yangu, upande wa mama, upande wa baba, ninatamka liwe baraka. Ninafuta kila laana zilizoandikwa kwenye jina langu. Ninafuta kila maneno ya kurudishwa nyuma yaliyotamkwa kwenye jina langu. Ninatamka kila mauti ninaziondoa kwenye jina langu. Usiku wa leo ninabariki jina langu, ninabariki jina la kazi yangu, ninabariki jina la huduma yangu, ninabariki jina la wazazi wangu, ninabariki jina la ndugu zangu, ninabariki jina la uzao wangu katika jina la Yesu. Naita baraka ya Mungu ikabariki jina langu. Baraka ya Mungu ikabariki maisha yangu katika jina la Yesu. Ita baraka ya Mungu kwenye majina yako. Baramanda kabari, baba ramanda kabari. Nabariki jina langu, nabariki jina langu, nabariki jina langu, nabariki maisha yangu, nabariki jina langu, jina la kazi yangu, jina la maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Randa baba baba, bariki jina lako, bariki jina lako, bariki jina lako. Hautaitwa tena tasa, hautaitwa tena uliyeachwa, bali utaitwa baraka. Utaitwa mke mwema, utaitwa mfanya biashara mkuu, utaitwa imara, utaitwa uliyeshindana ukashinda. Raba baba baba kwenye jina langu, raba baba baba, raba baba baba, raba baba baba, raba baba baba kwenye jina langu, natamka baraka kwenye biashara yangu, natamka baraka kwenye jina la kampuni yangu, natamka baraka. Bariki jina lako, bariki jina lako kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu. Ninabariki jina langu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jina langu limebarikiwa, jina langu limebarikiwa, jina langu limekuzwa, jina langu limetukuzwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninabariki jina langu, ninatamka jina langu litasikika, litakuzwa, litaenea, litaongezeka, litaona mema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Litapata kibali popote litakapotajwa jina langu katika jina la Yesu. Nyanyua jina lako mtu wa Mungu mahali ambapo umeandika, na nyanyua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa majina haya ambayo watoto yako wameandika, majina yao binafsi, majina ya wazazi wao, majina ya ukoo wao, majina ya familia zao, majina ya watoto wao, majina ya wamume wao, majina ya wake zao, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Mungu linasema kutoka kwenye Wafilipi 2:9 linasema, kwa hiyo tena Mungu akamwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Bwana Yesu, majina yote haya ambayo watoto wako tumeandika, majina yote haya ambayo watoto wako tumeanyanyua, tunaomba ukatukirimie Baba, ukatukirimie majina mema, ukatukirimie majina mazuri, ukatukirimie majina ya kuwezeshwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Majina yetu Baba yakapate kibali mbele zako, majina yetu Baba yakapate kibali mbele zako. Mungu, tunakataa majina yote ya mauti, tunakataa majina yote ya wizi, tunakataa majina yote ya kukataliwa, tunakataa majina yote ya kudidimizwa, tunakataa majina ya kulogwa, tunakataa majina ya kukataliwa, tunakataa majina ya kusalitiwa, tunakataa majina ya kushushwa chini katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kama ulivyobadilisha jina la Yakobo ukamuita Israeli, maana alishindana akashinda, kuanzia leo majina yetu yanakuwa tulioshindana tukashinda, majina yetu yanakuwa tulioshindana tukashinda, biashara zetu zinakuwa zilizoanza zikaweza, kampuni zetu zinakuwa zilizoanza zikafanikiwa katika jina la Yesu Kristo, huduma zetu zinakuwa zilizobarikiwa, zilizoongezeka
baraka zilizotukuzwa katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ninaachia malaika wa Bwana, ninaachia malaika wa Mungu kwenye malango yetu, ninaachia malaika wa Bwana kwenye vitanda vyetu, ninaachia malaika wa Bwana kwenye malango yetu, ninaachia malaika wa Bwana kwenye ardhi zetu, wakakuze majina yetu, wakabariki majina yetu. Usiku wa leo ninatamka, jina lako linakuwa baraka kwa jina la Yesu. Amen. Jina lako linakuwa baraka kwa jina la Yesu. Amen. Jina lako linakuwa kuu kwa jina la Yesu. Amen. Jina lako linakuwa imara kwa jina la Yesu. Amen. Ninasema hautapotea kwenye nchi yako, hautapotea kwenye mji wako, hautapotea kwenye ardhi yako. Amen. Jina lako halitazikwa, jina lako halitapotea, jina lako halitafukuzwa. Ninasema wewe utachipuka, wewe utakuwa mkuu. Amen. Jina lako litakuwa imara, jina lako ni shina imara katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, nakushukuru, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto wako tumezinyanyua. Baba, ninaomba kwa sadaka hizi ukatambue majina yetu, kwa sadaka hizi ukayatakabali majina yetu, kwa sadaka hizi ukayakubali majina yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sadaka zetu Baba, zitakabali sadaka zetu Baba, ziinue sadaka zetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202, 0716052202. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, futa jina langu kwenye kitabu cha giza, futa jina langu kwenye kitabu cha waliokataliwa, futa jina langu kwenye kitabu cha maiti, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Kuanzia sasa andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, andika jina langu kwenye kitabu cha waliobarikiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, utaandika jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena 0655108869. Lakini pia kama una changamoto yoyote unataka tukuombee, utapiga simu kwenye hizi namba 0655108869 au 0716052202. Tutapokea, tutaomba na wewe, tutakushauri na tutakuhudumia. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Amen. Kuanzia leo weka bidii ya kuombea jina lako. Amen. Weka bidii ya kubariki jina lako. Amen. Mahali popote utakapoenda jina lako likapate kibali. Amen. Mahali popote utakapoenda jina lako likubarike. Amen. Mahali popote utakapoenda jina lako likae. Amen. Jina lako liwe baraka kuanzia leo. Amen. Na mahali popote ulipotendewa mabaya jina lako likazikwa, leo jina lako lifufuliwe. Usiku wa leo jina lako likainuke tena. Amen. Likapige kelele. Natamka jina lako limetukuzwa na Bwana. Natamka jina lako limeinuliwa na Bwana. Natamka jina lako litaacha historia kwenye nchi ambayo Bwana Mungu amekupa. Amen. Jina la wazazi wako litasikika kupitia wewe. Jina la familia yako litasikika kupitia wewe. Jina lako halitapotea tena katika jina la Yesu. Amen. Na jina lako litakapotajwa kwenye madhabahu ya nguvu za giza, kwenye madhabahu za wachawi na kwenye madhabahu ya waganga, jina lako litageuka na kuwa moto. Amen. Na kuwaunguza katika jina la Yesu. Natamka umebarikiwa. Amen. Natamka umefanikiwa. Amen. Natamka umeongezeka. Amen. Jina lako litakaposikika mbele za Bwana, Bwana atasikia harufu nzuri ya manukato na Bwana atakuangalia tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Baba, fungue mbingu siku ya leo. Acha utunyeshe mvua yako siku ya leo. Itunyeshe mioyo yetu. Tunafungua leo. Tunafungua mioyo yetu. Tunafungua mioyo yetu.
Bwana Yesu, uwepo wako na utukufu wako